unajua ya kwamba furaha yangu ni wewe. Ndio nafahamu mpenzi wangu, hata mimi furaha yangu ni wewe. Sasa mbona juzi na jana sikukuona magetoni, na wakati unajua ya kwamba furaha yangu ni kukuona wewe? Hivi unategemea nitakuwa na furaha gani wakati siku 2 sikukutia machoni? Nilikuwa sina salio kipenzi changu, ila leo mapema natia mguu. Si unajua show zangu. Oh, sawa. Nategemea leo kukuona magetoni. Usijali kipenzi. Faimu. Muda wote hujamaliza kuosha vyombo. Mikono ni vipi? Stili wewe imeniumiza dada. Mimi siwezi kuosha vyombo. Njoo maizie mwenyewe vyombo vyako. Wewe soma na mimi umepata mchumba. Kama mimi nitaosha hapo, ukienda huko utakuosha nani? Ataosha mwenyewe. Kwani mimi nifuata kuosha vyombo kule? Makubwa. Unajua mchizi wangu Juma, wakati nimelala ndani, kuna mchizi hapa kaja nichukulia simu hapa dirishani. Umeibiwa simu? Ndio. Kuanzia asubuhi ulivyoamka ulienda wapi na wapi? Nakumbuka nilifika kule mashine na kule kwenye uwanja wa mpira. Sikumbuki wapi sehemu nyingine ilipokaa. Kwa sababu gani nikwambia hivyo? Kwanzia nimekaa kwenye kijiji hiki cha Umba. Sijawahi kusikia kuna tabia za ovyo ovyo hata kidogo. Sijawahi kusikia kuna mtu kaibiwa kuku, kaibiwa simu, sijui kaibiwa kiredio, sijui kaibiwa hiki, Sijawahi kusikia hata mara moja. Hata sasa hivi ukisema unatoka wewe, unaenda kwa mwenyekiti eti mwenyekiti mimi nimeibiwa simu. Ataanza kuuliza kwanza alikoibiwa unamjua? Kwa sababu yeye mwenyewe ataona ni mambo ni mageni, kwa sababu hajawahi kusikia hata siku moja kuna wizi wa ajabu. Sisi kijiji chetu tunaishi kwa amani ndugu yangu. Jaribu kufuatilia kwanza, naenda kwa hao watu kwanza, kisha utapata majibu. Hebu jaribu kufuatilia hilo bana. Fuatilia hilo ndugu yangu. Sawa mchizi wangu. Kivuli cha wizi ninaiba kwa ajili ya mama. Kwa dogo nikupe shilingi ngapi? Blaza, yeye leta laki tu. Laki mdogo wangu sina. Blaza, nina shida sana na hiyo hela. Mamangu anaumwa. Dogo, ngoja nikupe nilicho nacho. Sawa tu blaza. Dogo wangu shika hii. Blaza. Zuia tu hiyo. Mimi sina hela. Sawa tu blaza. Nikipotea gizani nitafuata sauti yao. Kivuli cha wizi ninaiba kwa ajili cha wizi, kivuli cha wizi, kijana mdogo na vita kubwa. Kivuli cha wizi, kivuli cha wizi, ninaiba kwa ajili ya mama, kwa ajili ya mama. Kivuli cha wizi, kivuli cha wizi, nisamehe Mungu wangu, nisamehe Mungu wangu. Mama usilie tena, mimi bado ni
nipo, nitaweka hofu pembeni kama jiwe zito. Kama dunia ni kali, moyo wangu ni sugu. Nikipotea gizani, nitafuata sauti yao. Kivuli cha wizi, kivuli cha wizi, ninaiba kwa ajili ya mama, kwa ajili ya mama. Kivuli cha wizi. Mheshimiwa. Naam bwana Kapumbila. Naam. Ndio, karibu sana. Asante bwana. Ndio. Bwana, mguu ulikuwa unakuja kwako ndugu yangu. Huu mguu ulikuwa unakuja nyumbani kwangu? Ndivyo. Ndio, karibu. Asante bwana. Mimi nimekuja na majambo yangu kadhaa kwanza kuja kukufikishia. Ndio bwana. Sio mabaya, ni mazuri. Ndio. Una sifa nyingi sana Mheshimiwa Mgambo. Hiki kijiji mbona pongezi nyingi kila nikipita kwenye hichi kijiji yani. Mgambo umefanya hivi, Mgambo hivi. Hawaishi kunisifia. Ndio bwana. Na wewe leo umekuja kunipa sifa gani wewe? Sifa ya kwanza, kijiji chetu sasa hivi kimekuwa na amani. Ndio. Watu wanalala masaa 24. Hawasikii mbuzi kuibiwa, hawasikii kuku kuibiwa. Sasa hivi tunashukuru kijiji chetu Mheshimiwa Mgambo kina amani. Mimi nimekuja kwenye hichi kijiji hapa yani nimekuta watu wanalalamika sana. Nimepambana. Sasa iliwazimisha hii, unaiona hii? Hii bwana umeiona hii? Hii inaitwa krokodile. Hii inaitwa krokodile. Yani nikipiga hii, wezi wote na vibaka hapa wanakimbia. Bio. Hii mamaliza. Nasi kuishia hapo. Nina kitu cha ulisi. Cha ulisi babu yangu mzee Ambrosi Mkoni toka Songea huko bara. Mzee alikopo anawinda sana nguruwe pori. Hichi kitu kinaitwa chibonga. Kule kwetu Songea, chibonga. Hiki bwana akikugonga nacho hichi. Umekisikia? Yaani hicho kinauma. Ndio maana vijana sasa hivi wameamua kutulia kuacha wizi. Vijana wote wamesambalatika na sijaishia kwenye hichi tu. Nina vitu hivi. Hivi ni vitu vya kiserikali. Hivi ni vitu vya kiserikali, umeona? Nikipiga vitu hivi, wezi wote na vibaka na maliza kijijini. Kijiji kinakuwa chaupe. Ndio bwana. Bwana, mimi kwanza nashukuru. Uzidi kuwa na moyo kama huo. Asante sana ndugu yangu. Mungu akulinde ndugu yangu. Amina. Mungu akuongoze uwe na moyo huo kufanya kazi. Amina. Nashukuru sana. Alhamdulillah habdalamina. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu. Sawa ndugu bwana Kapumbila. Tupo pamoja. Mimi bwana nimekuja hapa nimemaliza wezi wote. Sasa hivi usikii mtu kulia kaibiwa mbuzi. Sasa hivi usikii mtu kaibiwa ng'ombe. Sasa hivi usikii mtu sio mbuzi sio bata na kadhalika. Mimi bwana Mgambo, mimi ni Mgambo nilifuzu mafunzo acrobatic, nimeruka. Acrobatic. Unajua acrobatic? Toka acrobatic, piga makarateka. Piga ma-CMGs huko. Nimepiga sana marisasi hizi. Bengi sana. Baka mwenyekiti wa kijiji mwenyewe kanisifia. Maona mwenye hili. Kanipa mwenyekiti hili. Buti. Maona duda hili? Mheshimiwa Mgambo hilo linachuma mbele. Hili linachuma nikikupiga la ugoko. Ndio maana vijana kumbe wanashika adabu. Mungu akujalie ndugu yangu. Amina ndugu yangu. Sasa nishapata maongezi na wewe. Mimi narejea nyumbani kidogo ndugu yangu. Haya ndugu yangu, mimi bwana nataka nipite hivi. Niende nikakague wezi huku kwenye mashamba. Unajua sasa hivi mahindi yamekauka. Kwa hiyo vibaka nasikia wanataka kupoloa mahindi. Kwa hiyo nataka naenda kwenye doria hivi sasa. Bwana Mungu akulinde katika kazi yako unaenda kufanya bwana. Haya ndugu yangu. Inshallah. Haya. Domo wote toto unanuka bangi. Kijana ananuka bangi yani ananuka bangi mwili mzima. Anakuja kunipa mimi uongo tu hapa ili akiiba nisimkamate. Mimi nikimuona kaiba na mkamata. Hajipendekeza kwangu eti ajifanya sasa hivi kawa ustazi yani. Mimi bwana yule akiiba mimi namtwanga hichi chibonga cha Malemba. Wichi kimoja. Umbavu zangu.
Amani rafiki yangu, hali ya mama inaendeleaje? Nikisema nzuri nitakuwa na kudanganya. Hali ya mama bado ipo vile vile, bado anaumwa. Afu Amani, kwani wewe una baba? Kwa sababu ni kila siku nikija pale nyumbani na ukuta tu wewe na mama. Babako yuko wapi? Kuhusu baba mimi sijui, lakini mama kuna story ameshawahi kunipa. Alikuwa anafanya kazi mjini. Siku moja yeye na bosi wake walienda kwenye majumba ya starehe. Ndipo huko mimi nilikapatikana. Mama aliporudi nyumbani, yule mke wa bosi alimfokea na kumfukuza. Mama maisha alipompiga kule mjini, akaamua kurudi vijijini huko nikiwa tumboni kwa mama yangu. Basi twende. Kivuli cha wizi, kivuli cha wizi, mbali kuna mbwa wanaolia. Kivuli cha wizi. Kipenzi, vipi? Poa tu. Mzima? Mi mzima, sijui wewe. Lakini mbona umekuja kwangu bila kunipa taarifa? Na wakati unajua kabisa mimi issue yangu bodaboda. Kama ungefika kwangu na usingeweza kunipata au kunikuta, ingekuwaje? Baby bwana, kwa kila nikija kwako ngupigie taarifa. Baby nakuja, au kutumia message. Baby nakuja. Na pia nimekuja, ni bahati yangu na ndio maana nimekukuta. Ila tambua, ukitaka kuja kwangu lazima unipigie simu. So unakuja tu kama jinsi ulivyokuja siku ya leo. Sawa, afu baby nimekumisi. Hata mimi pia nimekumisi. Ila unapaswa ukija kwangu basi unanipa taarifa. So unakuja tu kama jinsi ulivyokuja leo. Usijali kwa hilo. Alafu baby, mbona unakula biskuti? Why? Kuhusiana na hilo, leo nimepanga tu nile biskuti na juisi. Sikutaka kula kitu kingine zaidi ya biskuti pamoja na juisi. Oh. Sawa. Najua umekuja kwa ajili gani au kwa lengo lipi, na najua jinsi gani nilivyo moyoni mwako. Jinsi ulivyo wewe moyoni mwangu, ndivyo hivyo nilivyo moyoni mwako. Sawa, kwa hiyo. Oh, unasemea kuhusiana kwenda ndani? Je, hilo sio ndio shaka. Ndani tutaenda. Mbona kama una haraka nalo sana? Sina hilo, nimekumisi ndio maana nina haraka. Sawa, mimi pia nimekumisi. Ndio maana nakupenda. Ila usio na haraka kiasi hicho. Ndani lazima tutaenda tu. Ondoa shaka. Kuko hapo mwenyewe. Nataka kumshikia manani. Sawa. Ondoa shaka. Ila hata hivyo hata kama ndio umekuja, hebu basi ule hicho mkuta basi nakula nacho. Biskuti hapana. Hapana. Angalau kidogo tu. Baby hapana. Nitakula siku nyingine. Basi na mimi utakuwa ukipika chakula chako basi na mimi sili. Usiseme hivyo. Sasa kama hutaki kula hicho ulichopika, mimi unachomkuta hapa nakula. Nitakula siku nyingine. Hapana. Kidogo tu.
Ndio maana nakupenda. Nakupenda pia mpenzi wangu. Ila okay. Basi unaweza kutangulia ndani. Kaa ndaye, mimi nakuja. Sawa baby, I love you. Nilisahau kukupa salamu zako kutoka kwa shemeji yako. Shemeji yangu au shemeji zangu? Shemeji yako Mary. Asante, zimefika. Ina maana yule mwingine anisalimie? Yupi? Kwani wewe umjui? Uniambie. Rafiki yangu, nataka nikwambie jambo moja. Unatengeneza bomu ambalo bomu hilo siku likija likilipuka utakuja kuzikwa bila sehemu za siri. Sehemu za siri? Ndio. Naomba unisikilize kwa umakini. Ndio bwana. Wewe mimi ni rafiki yangu. Nisipokusema mimi, hakuna mwingine wa kusema. Na wahenga walisema asiyefunzwa na mamie hufunzwa na ulimwengu. Achana kabisa na maswala baki na mwanamke mmoja tu. Sasa hivi maradhi ni mengi sana zaidi ya sana. Kuna kaswende, kuna gono na kuna Chris, nafikiri utakuwa umenielewa kwa makini. Mimi umeniambia mdogo wako anaolewa na wewe unaolewa. Sasa hapa nyumbani atabaki nani? Hawa bwana. Kwani tunaolewa wote kwa pamoja? Sasa naanza kuolewa mmoja mmoja. Na bibi harusi naye kaenda wapi? Wai makaniaga hapa toka asubuhi anaenda kushemeji. Sio mbaya. Siku moja kuchangamsha mwili. Mwaya. Haya, ngoja mimi niwahi nikapike. Sasa mimi hata sikutoi sana. Wewe nenda tu. Kipenzi. Hivi umeenjoy? Ndio, nimeenjoy sana leo kipenzi. Yaani leo umejua kunikosha. Yaani wewe ni konki. Kwenye mapenzi. Asante sana. Ndio maana nakupendaga sana. Kama jinsi unavyonijua mwenyewe. Huwaga sinaga shombo. Ndio maana najitahidi sana uenjoy. Kwa unapoenjoy wewe na mimi pia na enjoy sana. Ila leo kwa jumla umejua kunifurahisha sana na kunichanganya. Asante sana kipenzi. Acha wewe pia umejua kunichanganya leo. Alafu nilikwambia kuhusu kuja kujitambulisha nyumbani. Mbona kimya mpaka leo? Kuhusu hilo usiwaze. Si unajua niko na shughuli fulani ambayo bado nipo nayo. Nikishamaliza tu mkataba tu wa pikipiki, lazima nije nyumbani kwenu kuja kujitambulisha.